Busisi linakuwa na changamoto nyingi ya usafiri. Uongo kweli? Na mara kwa mara mmekuwa mmeniona ninakuja hapa wakati mwingine kuruhusu hata matumizi ya muda ya daraja. Kwa hiyo nimeona leo tumekuja na wataalamu hawa wote kwa sababu kwa niaba yenu na kwa niaba ya hawa wataalamu ninataka pia kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia ofisi ya Waziri Mkuu na Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa na Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Mheshimiwa Doto Biteko, nilipeleka kilio cha wananchi wa Mwanza kuhusiana na changamoto ya feri zetu, lakini pia changamoto ya usafiri hapa darajani. Mtakumbuka kwamba feri zetu ziko hapa, tunazo feri 3. Lakini mara kwa mara baada ya ujio wa magugu mapya yale madogo ambayo mnayaona tumeyavuna yako pale, na tumeyavuna tani 600, na hadi leo tunatumia shilingi milioni 2 kwa siku kuwatumia wavuvi hawa wa eneo hili kuyavua yale magugu, ili hivi vivuko vyetu yani feri visiweze kupata changamoto, ili wananchi wa hapa muweze kusafiri vizuri. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo imefanyika, na leo nilikuja kuangalia uvunaji wa magugu maji mapya, lakini pia kwa upande wa pili wa daraja mnaweza mkaona kama kuna msitu mrefu ndani ya ziwa Victoria. Hiyo ni madhara kwa sababu maji ya ziwa tunayatumia kwa ufugaji wa samaki, tunayatumia pia kwa usafiri wa vivuko, tunayatumia pia kwa ajili ya uendeshaji wa maisha yetu kupitia matumizi ya maji safi na salama. Kwa hiyo habari njema ambayo tunayo leo ni kwamba baada ya kuwasilisha kilio chenu kwa Rais Samia amejibu kilio chetu na ametoa fedha kwa ajili ya kuhakikisha tunakuwa na mradi wa kutokomeza haya magugu ili asiathiri shughuli za usafirishaji, shughuli za uvuvi, lakini pia shughuli za upatikanaji wa maji ndani ya ziwa. Kwa hiyo kwa sasa tunaendelea na programu ya kuyatokomeza, na kwa sababu tunafahamu magugu haya yanaoza baada ya muda si mrefu, kwa hiyo hayatakuwa salama kuendelea kukaa pale. Nimemwelekeza mtu wa bonde kuhakikisha magugu yale yaliyovunwa sasa kuyaondoa pale na kuyapeleka kwenye dampo ambako hayawezi kuathiri mwananchi wa hapa Misungwi wala Sengerema. Lakini jambo la pili, serikali itanunua mitambo ya kisasa inayofanana na hicho kivuko mnachokiona ili kuweza kusafisha eneo la ziwa Victoria. Kwa hiyo tutafanya usafishaji wa eneo haya yote mnaona pale ni magugu tu. Kwa hiyo serikali italeta huo mtambo wa kisasa, na tayari utaratibu na Rais Samia amekubali. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kwa kufuatilia sana jambo hili, na hatimaye rais amekubali, na muda si mrefu tutaleta mitambo ya kisasa inayofanana na kile kivuko, mitambo 3 ambayo itakuwa inakula hayo magugu yote na kuhakikisha kwamba ziwa Victoria haliendelei kupoteza ubora wake, haliendelei kupoteza kina cha maji, lakini hata wavuvi na wale wanaofanya ufugaji wa samaki wa vizimba hawawezi kuathirika na magugu maji. Lakini jambo la pili, hili daraja muda si mrefu, Waswahili wanasema mwenye macho haambiwi tazama. Watu wote mnaliona daraja liko ukingoni kabisa kukamilika, na hata mimi nitakapotoka hapa nitapita juu ya daraja kuangalia kinachoendelea. Kwa hiyo ni daraja ambalo linapitika, daraja ambalo lami upande ule na upande huu iko hatua za mwisho. Tunaweka taa nzuri za barabarani ili Mheshimiwa Rais Dr. Samia hivi karibuni atakuja tena hapa kwa ajili ya sherehe kubwa ya uzinduzi wa daraja hili. Kwa hiyo swala na changamoto ya hapa Kigongo Busisi rasmi itakuwa imefanya nini? Kwa hiyo tunaambiwa inna Allaha maa sabirina, wenye kusubiri wako pamoja na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuendelee kuvuta subira, siku si nyingi changamoto hii itakuwa imekwisha kabisa. Lakini hapa tunavyo vivuko 3.
Vivuko viwili sasa vinafanya kazi ya kupishana na vilikuwa vinaharibiwa sana na yale magugu. Ndio maana tumeamua kutumia milioni 2 kwa siku kuondoa magugu. Na kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu serikali haifanyi biashara, serikali inatoa huduma. Serikali sasa hivi tunajenga vivuko 5 vipya pale Mwanza, viko 98% na fedha zaidi ya shilingi bilioni ngapi meneja? 28. Bilioni 28 tunazitumia. Kivuko kipya kitapelekwa Ukerewe kule Mbarika Buyagu Misungu, kingine kitapelekwa Sengerema Kome, Nyakalilo Kome. Kwa hiyo na hivi vitatu tutavipeleka tena huko mpaka watu wa Koome huko waweze kuvitumia vivuko hivi. Hapa tutaachana na habari ya vivuko, tutaendelea na habari ya nini? Ya daraja. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wa Mwanza kuendelea kushirikiana na serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kuendelea kuimarisha usalama wetu, kuendelea kushiriki shughuli za maendeleo na kujiandaa na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 mwezi wa 10. Hapa kwenye kivuko tunazo changamoto chache. Moja kati ya message ambazo nazipokea mara kwa mara ni kwamba hapa kuvuka ni shilingi 400. Lakini wakati mwingine kivuko kimesha kuja, mtu ameshatoa shilingi 500, anaambiwa change ya shilingi 100 hakuna. Sasa ni jambo ambalo siku zote tunashirikiana na benki kutafuta change, lakini haiwezi kutosheleza kwa sababu ya uchache wa sarafu. Kwa hiyo tuko kwenye utaratibu sasa kuweka bei ambayo itafanya urahisi wa change. Sasa nimemwomba waziri mwenye dhamana na mamlaka inayohusika ili angalau tuwe na fixed price ambayo hatutakuwa na mahangaiko ya change. Kama ni shilingi 500 basi iwe shilingi 500.